Hello, mimi ni Dr. Deogratias Royongeza hapa Edmonton, Canada kutoka Friends of Bukoba. Napenda nitoe salamu za mwaka mpya kwa ndugu zangu wa Buhaya na sehemu nyingine ambapo mtakuwa mnaishi, kaka na dada zangu wote kutoka Tanzania. Happy New Year. Ni vizuri sana kwamba tumeweza kufikia mwaka 2026 kwa nyuso za furaha, matumaini pamoja na malengo makubwa ya kuelekea mbele ili kufanikisha mafanikio katika familia zetu, Bukoba, Buhaya na sehemu yoyote ambapo tunaishi. Ni kama mnavyojua, mimi huwa na rekodi video, na mara nyingi video nazo rekodi ni kwa ajili ya mambo ya maendeleo kama miundombinu, chuo kikuu pamoja na vitu gani vingine vyote ambavyo huwa tunaviongea kwa ajili ya kuboresha maendeleo na ustawi wa jamii kule Bukoba na Buhaya na mkoa wa Kagera. Leo na rekodi video nyingine, lakini sitaongelea hayo mambo. Hayo mambo nitazidi kuyaongelea huko siku za mbele zinavyokwenda. Lakini sasa hivi nataka niongelee kitu kingine ambacho ni tofauti kabisa na hayo mambo, na hiki ni kitu ambacho kinatuhusu sisi watu wanaotoka Buhaya. Mojawapo ya utambulisho wa jamii ya watu ni lugha, na lugha ieleweke kwamba ni mpangilio fulani wa maneno katika mpangilio fulani, lakini lugha huwa inapata maana yake kutokana na sauti inayotumika katika hayo maneno. Sasa kwa muda mrefu nilikuwa nikiona jinsi watu wanavyotamka majina ya watu wa Buhaya, majina ya Kihaya hasa, na nimeona kwamba niongelee hilo jambo. Watu wanaweza wakafikiri kwamba ili halina maana sana, kwa nini labda Royongeza ajaribu kuliongelea na badala ya kuacha hivyo hivyo ikapita kama mambo mengine ambavyo huwa yanapita. Lakini ikumbukwe kwamba lugha yoyote inaeleweka kwa wale watu wake wenye kuitumia lugha kama sauti yake itahifadhiwa. Kwa mfano, ukimchukua Mfaransa akitaka kusema Peter, hatasema Peter kama wanavyosema Waingereza, atasema Pierre, okay? Au akitaka kusema Richard, hatasema Richard, atasema Richard. Au Philip, hatasema Philip, atasema Philippe, okay? Hayo ni aina fulani tu ya kujua kwamba watu wanaoongea hiyo lugha wanaielewa hayo majina anayoyasema kama yametamkwa kwa lugha, kwa sauti ya lugha ile ile, okay? Na sisi vile vile tuna hizo sauti zinazotambulisha majina ya watu, na hizo sauti ndo zinazoleta maana katika kutamka hayo majina ya watu na sehemu fulani fulani. Tanzania bahati nzuri kuna Kiswahili ambacho kimewezesha watu wa makabila tofauti tofauti kuweza kuongea na kuwasiliana na kuelewana kwa kutumia lugha moja badala ya kutegemea Kiingereza. Wakati fulani nilikuwa naongea na mtu fulani kutoka nchi ya Ghana, West Africa, ambaye yuko hapa Edmonton, kwa sababu tulikuwa kwenye train. Nikamuuliza siku moja nilipoona wanaongea Kiingereza, wanaongea mambo ya siri kati yao na wao ni wa Ghana. Nikawauliza kwamba baadaye nikauliza kwamba hivi nyie hamna lugha nyingine zaidi ya Kiingereza ambayo mnaweza mkaongea watu walio kwenye train wasielewe mambo yenu mnayoongea ya siri? Akasema kwamba wanatoka makabila tofauti tofauti ya Ghana, lakini hakuna lugha nyingine ambayo wanaweza wakaelewana zaidi ya Kiingereza. Akasema kwamba sio kama Tanzania na Kenya ambapo mmeweza kuwa na Kiswahili cha kuongea watu makabila tofauti tofauti. Akasema kwamba Kwame Nkrumah alijaribu kwenye nchi ya Ghana, lakini hakufanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kwamba kuna Kiswahili, tunaweza tukaelewana kwa Kiswahili.
Hata hivyo, haina maana kwamba kuwepo kwa Kiswahili kubadilishe namna tunavyotamka baadhi ya maneno, baadhi ya kama majina ya watu, majina ya sehemu, pamoja na vile vitu vingine ambavyo vinaeleweka kwa zile lugha zetu kama Kihaya hivi. Vile vitu kama majina ya watu, majina ya sehemu hayatakiwi kubadilishwa sauti ili yaonekane kama yanatamkwa kwa Kiswahili, kwa sababu mbili. Kwanza, majina yetu ya watu na sehemu yana maana fulani, na maana hiyo inajitokeza au inajulikana kama sauti ya hilo jina imetamkwa kwa Kihaya. Nafikiri hata makabila mengine ya Tanzania labda wanayo hayo majina, sijui, lakini na vile nao labda watakubali kwamba jina lao linaeleweka kama limetamkwa kwa sauti ya hilo kabila. Na jambo la, kwa hiyo usipolitamka kwa hiyo sauti, ile maana inapotea kabisa wakati mwingine. Na vile unakuwa actually hujasaidia kitu chochote kwa wale watu wasiojua hiyo lugha, kwa sababu watu wasiojua lugha wala hawana haja ya kujua maana ya hilo jina. Wao wanajojua ni kwamba mtu fulani anaitwa jina fulani, ni kama identity tu ya mtu fulani, kama namba mnayoweza ukamidentify, ukamjua. Kwa hiyo ukibadilisha sauti ili jina liwe kama kwamba unalitamka kwa Kiswahili, linapoteza maana yake kwa wale watu ambao wanajua hiyo lugha. Alafu vile unakuwa hujawasaidia hata wale watu wasiokuwa wa hiyo sehemu, kwa sababu wala hawahitaji kujua maana ya hilo jina. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba mtu fulani anaitwa jina fulani, okay, au sehemu fulani inaitwa jina fulani. Kwa hiyo kimsingi inabidi ulitamke kwa sauti ya hiyo lugha au ya kabila hiyo, ili liendelee kuwa na maana ambayo imekusudiwa. Sasa watu wanaweza wakasema kwamba okay, kwa nini Rweyongeza anataka kila kitu kitamkwe kwa lugha hiyo? Nitawapatia mfano wale ndugu zetu kutoka maeneo mengine ya Tanzania ambayo huwa hawajui majina yetu ambayo huwa yanaonekana ni marefu kidogo na wakati mwingine ni magumu kutamka au kusoma, yana maana gani. Nafikiri hapo ndo watakapoelewa kwa nini ninasema hivyo. Kwa hiyo nimeandika baadhi ya majina hapa ya sehemu na watu. Nitajaribu kuyatamka kwa Kihaya, alafu na kusema na kuonyesha jinsi mnavyoyatamka kwa Kiswahili na kuyafanya hao majina ya Kiswahili ili msifanye hivyo. Okay? Kwanza Kamugisha. Okay? Watu wanasema Kamugisha. Sio Kamugisha, ni Kamugisha. Kamugisha maana yake blessing au baraka. Okay? Rwekaza, usiseme Rwekaza, sema Rwekaza. Maana yake courage au jasiri. Okay? Mutasingwa, useme Mutasingwa, sema Mutasingwa. Maana yake mshindi, mtu asiyeshindwa, a winner. Okay? Na Mwijage, usiseme Mwijage, sema Mwijage. Maana yake joy, mtu anayekuja, anayeleta furaha, anayeleta matumaini. Okay? Jina lingine Rugambwa. Rugambwa maana yake kwa Kiingereza the renowned, the acclaimed, the honorable. Okay? Mtukuka au msifika. Okay? Jina zuri. Okay? Mutashobia. Mtu useme Mutashobia, sema Mutashobia. Mutashobia, mtu ambaye siku zote yuko sawa, anajitahidi kuwa katika ukweli, kuwa sawa, the right. Okay? Mwombeki, useme Mwombeki, Mwombeki, the builder, mjenzi. Okay? Na Mlokozi, Mlokozi maana yake the savior au mwokozi. Rutatina, usiseme Rutatina, sema Rutatina. Okay? Maana yake courage, jasiri. Okay? Kamazima, maana yake truth, mkweli. Okay? Mwebembezi, the leader. Okay? Kiongozi. Rweyemamu, usiseme Rweyemamu, sema Rweyemamu. Maana yake
courage au jasiri mwingine. Ni aina fulani, ni njia nyingine ya ujasiri. Mganyizi. Sema mganyizi, sio mganyizi. Mganyizi maana yake the forgiver. Okay? Mtu mwenye kusamehe, mwenye huruma. Okay? Nyakato. Okay? Nyakato ni jina mojawapo la mapacha kama ilivyokuwa na ndoto kwa wanawake. Nyakato maana yake ni pacha ambaye ni mdogo, kati ya wale mapacha wawili anayejulikana kwamba labda alizaliwa mwisho au wa kwanza kulingana na mnavyo wajua, yeye anaitwa Nyakato. Ukisema Nyakato inakuwa ni jina la sehemu fulani, sio jina la mtu. Nyangoma ni jina jingine la pacha. Kato kwa wanaume ni jina la pacha. Ishengoma ni jina la pacha. Riza, Kyarozi. Majina kama hayo yana maana, pamoja na majina yetu yote, yana maana fulani ambayo yanaeleweka kama yakitamkwa kwa lugha ya Kihaya, sio kuyabadilisha sauti ili yaonekane kama majina yanayotamkwa kwa Kiswahili. Okay? Hiyo haikuwa nia ya kuanzisha lugha ya Kiswahili nchi nzima. Majina ya sehemu, usiseme Rwamishenye kama ninavyosikia wanatangaza makanisani. Sema Rwamishenye. Rutabo, sio Rutabo. Rutabo. Kamachumu, sio Kamachumu kama mnavyosema Kamachumu. Bugabo, sio Bugabo. Bugabo. Kashozi, sio Kashozi. Kashozi. Kayanga. Muleba. Kijwire. Kanazi. Katoma. Buganguzi. Pamoja na majina yote ya sehemu nyingi tu yatamkwe kwa ile lugha ya Kihaya ili maana yake iendelee kueleweka kama ilivyo. Basi nafikiri mmenielewa. Nimetoa mifano michache, lakini angalau unajua mwelekeo ambao nilikuwa najaribu kuelekea. Na sababu ya kufanya hivi ni kwamba ni aina fulani tu ya kutunza lugha zetu. Okay? Hata watu wa makabila mengine wana namna wanavyotamka maneno, wanavyotamka majina yao ya watu na sehemu ambayo wanapaswa kuyahifadhi. Urithi wa taifa hautokani na kuwa na lugha moja, kila kitu kinabadilishwa ili kiwe na sauti ya lugha moja. Urithi wa taifa unatokana na kitu ambacho kwa Kiingereza tunakiita diversity. Diversity maana yake ni kuwa na wingi wa vitu fulani ambavyo kwa umoja wake, kwa ujumla wake, vinaunda utamaduni na urithi wa taifa. Mojawapo ya hivyo diversity ni kuwa na makabila mengi tulionayo pamoja na lugha nyingi tulizonazo. Okay? Hizo zinapaswa kuhifadhiwa, wakati huo huo tukiwahimiza watu waendelee kujua Kiswahili na Kiingereza. Okay? Kiswahili ni kwa ajili ya kusaidia kuwa na mawasiliano nchi nzima, ili mtu asishindwe kufanikiwa anapokuwa mahali fulani kwa sababu hawezi kuwasiliana na watu wa sehemu hiyo. Kiingereza ni muhimu kwa sababu ya academics, shule, pamoja na vyuo, pamoja na elimu kwa ujumla. Ni muhimu vile vile, ndo lugha ambayo inatumika duniani katika kuunganisha mataifa, lugha ya biashara, lugha ya sayansi, lugha ya mawasiliano, pamoja na lugha ya viwanda. Okay? Lakini hiyo haiharibu au haiondoi umuhimu wa kutunza lugha zetu. Kwa hiyo mwaka 2026 umefika, tumeuona, tunashukuru kwa walio hai na kufikia tukiwa na afya njema. Basi tuendelee kuangalia mbele tukiwa na nyuso za furaha, matumaini, pamoja na kuweka maazimio ya kwetu binafsi pamoja na familia na majumuiya zetu. Kwa watu wa Buhaya, Wahaya wenzangu, mojawapo ya azimio la mwaka huu, tutunze
lugha yetu kwa kutamka majina yetu pamoja na majina ya sehemu kwa lafudhi ya Kihaya kama unaweza. Kuyafanya yatamkwe kama kwa Kiswahili, waachie wale watu wengine kutoka sehemu nyingine kwa sababu hawajui hii lugha. Okay? Lakini sisi tukiyatamka wenyewe, yatamke kwa lugha yake ili maana yake ihifadhiwe na uweze kueleweka kwa wenzako. Basi nawashukuru sana. Mimi Deogratias Rweyongeza hapa Canada kutoka Friends of Bukoba. Basi nimalize kwa kuwatakia tena heri ya mwaka mpya 2026 na tuombeane uzima. Basi mbaki salama, siku njema.